Kwa hiyo Mskasi nataka kuniambia wakuja kuwapa motisha wachezaji na kuwafanya kuwa na hasira ya kupambana kutafuta matokeo. Tunaweza tukasema ni kocha, tajiri, ama benchi la ufundi ama mashabiki wanaweza kuwafanya wachezaji wa Azam kuwa na motisha kutafuta matokeo uwanjani. Ni benchi la ufundi ndio linaamua kuwa bana sisi kuweka bonus kwa wachezaji, kupambania timu. Wao ndio wanajua ile asili benchi la ufundi. Kwa sababu benchi la ufundi linaajiri watu wote. Linaajiri wachezaji, linaajiri na makocha. Ndio anaelewa. Umeona wamlete mchezaji gani kutoka under 20 huku, kutoka chipkizi waje juu. Benchi la ufundi linaamua. Kwa benchi la ufundi ikichukulia kawaida kufunga kwa kawaida, basi itakuwa ni kawaida kila siku kwa Azam. Lakini kwa msimu wa Azam kuwa nafasi ya pili au kuwa nafasi ya tatu, ni kitu cha kujitakia watu wenyewe. Lakini Azam wanaweza kuchallenge ubingwa msimu huu. Walikuwa na kosi kizuri sana. Umeona? Hiyo pambanaji wao ni mdogo, unamkuta Sangema watupa huko chini. Umeona? Kwa hiyo ndio kama hivyo. Sawa, Mskasi tuseme kwamba kwa mfano sasa maybe kwamba Azam nyinyi Simba mngekutana na Azam kwenye mechi ya tarehe 25. Tuseme labda mngekuwa mshacheza Simba pamoja na Yanga na matokeo labda mngetoka sare na ungetakiwa mchezo mwingine labda ucheze Simba pamoja na Azam. Upi mtazamo wako kwa wachezaji ulionao sasa hivi na kwa wachezaji wa kina Pascal Msindo hao ambao wako Azam? Kipi unakiona kwamba kwa mfano tarehe 25 mkicheza nyinyi pale Benjamin Mkapa Azam pamoja na Simba, upi ungekuwa ni mtazamo wako kwenye hiyo mechi? Yaani Azam alikuwa anakufa. Kwa sababu Simba sio kwamba eti na wachezaji wa bofu moja kwa moja hivyo. Ila Simba sisi quality ya Yanga ndio hatujaifikia. Lakini kwa quality wachezaji yote ligi ya Tanzania hakuna quality mchezaji wa Simba wote atia timu yote kwa katika timu zingine. Maana yake quality yao wachezaji wa Simba ni kubwa. Ila saizi Yanga wamepiga hatua kubwa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa sisi wenyewe tuwafuate kule walipo. Umeona? Kwa hiyo maana yake katika design kama hiyo, kwa hiyo Azam wangekuja, siko naweza kumfunga Azam kwa sababu Azam wachezaji wake bado hajafikia uwezo wachezaji wa Simba. Mskasi nikustopishe kidogo. Nafikiri kwa wachezaji wa Azam ukiweka wachezaji wake wale 11 uwanjani ni kipande kipi ambacho unahisi kwa wachezaji kina miss au ni sehemu gani? Tukianza maforward, katikati, viungo, nyuma beki pamoja na golikipa, unahisi nyinyi ni sehemu gani ambayo mngetake advantage ambao kwa Azam kwao ina mapungufu, nyinyi mngetake advantage kuchukua ushindi? Beki wakati 4 na 5 za Azam haziko sawa. Yaani kupiga, yaani wenyewe kupasiana pasi 2 3 hawawezi. Kwa hiyo beki akipasiwa na golikipa abu tuambie, maana yake beki ambayo hana uwezo kumiliki mpira sekunde 30. Umeona? Yaani kupasiana wenyewe kwa wenyewe nyuma kule hawawezi. Fuatilia mechi hata 10. Azam kupasiana pasi 4 5 nyuma hawawezi. Kwa maana yake kwa timu kama hiyo ukipush vizuri, maana yake unapata matokeo. Kwa hiyo Azam maana yake 4 na 5. Umeona? Otherwise 6 kwa vizuri, akitoka umia Kaminko katikati aliumba pale alipopata game fulani, lakini 4 na 5 za Azam haziko vizuri. Umeona? Kwa hiyo matokeo yake katika engo kama hiyo, na sisi wakina Mpanzo kupambana pale, tunaweza kufunga hata tungodia nao tena hata mara 4 mara 5. Tunaweza kumfunga pia Azam. Mskasi, tukirejea kwenye swali la mwisho, unafikiri ni kitu gani ambacho kinapelekea timu ya Simba pamoja na Yanga na Azam kufungwa na hizi timu nyingine ambazo zimetoka kwenye daraja la chini kuja kucheza katika ligi kuu, nikizungumzia labda maybe Tabora, Singida na timu nyingine? Unafikiri ni kipi ambacho kinakuwa kinasababisha Azam, Simba pamoja na Yanga, timu kongwe, kufungwa na hizi timu zingine ndogo? Ni kipi inakuwa ni sababu kubwa zaidi inayopelekea nyinyi kufungwa? Maybe labda tukiangalia labda Simba ishaye kufungwa na timu hizi nyingine, Azam, Yanga ishaye kufungwa hizi. Unafikiri ni nini ambacho kinapelekea? Lakini kwa upande wa zile timu zingine waga kama kwao wanapata confidence kwamba Giant anaweza akafungwa na timu ndogo. Unafikiri kipi ndikoga ni sababu? Yaani cha kwanza kwenye mpira mtu afungwa na yoyote na wakati wowote. Sawa, kwa matokeo ya mpira kwa matokeo matatu: kushinda, kudraw na kufungwa. Sawa. Kwa hiyo sio kwenye ligi una haki ya kufungwa na timu yoyote ile. Hata Ken Gold angepambana kutufunga itakuwa tufunge. Umeona? Lakini maanisha kwamba eti Simba tuna uwezo mkubwa, yani tunatakiwa sisi tumfunge Ken Gold 100%. Hapana, mpira uko hivyo. Umeona? Sababu kama sisi Simba msimu huu tumefungwa na Yanga tu nje ndani. Hata timu nyingine yote itufunga. Umeona? Yanga na yeye kama kafungwa na yeye alifungwa na Tabora, kafungwa na kafungwa na Azam. Umeona? Manake kwamba hakuna timu nyingine inamfunga, lakini sio kwa sababu hawana haki ya kumfunga. Utashangaa msimu ujao Yanga kafungwa na Kagera Sugar kwenye FA.
au akafungwa akafungwa na Coast Union au akafungwa na timu yoyote. Yaani mtu yoyote anafungwa wakati wowote. Haimaanishi kwamba kufungwa hizo timu kwamba kuna kitu kipo, hapana, ni mpira unachezeka. Umeona? Kwa hiyo tusianze kuzua vitu vingine. Simba hatutaki kufungwa na timu zingine ndogo, hapana. Mtu anafungwa na mtu yoyote, saa yoyote na timu yoyote. Umeona? Kwa hiyo maana yake tuna haki, maana Azam wanafungwa na timu ndogo, tukimaanisha kuwa sio, yani upambanaji ni mdogo, lakini pia hata timu ndogo zina haki za kumfunga Azam. Pia kama timu zikipambana kutokana na ukubwa wao na uwezo wa wachezaji na mataifa wanaotoka, Azam kufungwa timu ndogo ni uzembe. Lakini sasa ligi yetu sisi hadi Fountain Gate na wachezaji wa kigeni. Zamani wachezaji wa kigeni wanapata timu kubwa tu, lakini sasa hizo wachezaji wa kigeni hadi timu ndogo. Ken Gold imeshika daraja na wachezaji wa kigeni. Maana yake timu level zetu wote, level yetu ni moja. Leo hii Tabora miliki wachezaji wa kigeni zaidi ya wangapi? Leo hii KMC wachezaji wa kigeni zaidi ya wangapi? Umeona? Kila timu ina wachezaji wa kigeni saa hizi. Yaani maana yake timu ina hela. Timu zinapambana. Kwa hiyo hakuna mnyonge. Miaka 6-7 iliyopita wachezaji wa kigeni kutoka katika Simba na Yanga labda na Azam au kidogo Coast Union, zingine zote wachezaji wa ndani. Lakini saa hizi timu zote za ligi kuu utakuta hata mmoja kuna mchezaji wa kigeni hata mmoja. Umeona? Kwa hiyo ndio hivyo, maana saa hizi timu zimejikoki, timu zinapambana, mtu anashuka labda kwa ugeni au kwa fitness hapa na pale, kutokutambua au kaanza vibaya, ndio timu itashuka daraja. Lakini ushindani ni mkubwa sana, ushindani upo kwenye ligi ya Tanzania na ligi yetu imekuwa sana. Bwana Mskasi, mimi nikushukuru sana. Mimi nashukuru sana. Yaani nashukuru, na pia nichukue nafasi hii pia kuomba bodi yangu, Mone, tuache hivi vitu ambavyo vinavyoendelea mitandaoni, tuache tu stick na timu yetu, tuangalie huu ndio wakati wa usajili, tutulize vichwa, viongozi tufanye ile tayo nzuri, Mone, wakwenda kuangalia wachezaji, wakaangalia wachezaji vizuri. Alafu na kingine kwamba nataka niombe uongozi kwa mashabiki ambao tunapata nafasi ya kuhojiwa na media hizi, sio kila mtu anapaswa ongee chochote kile kupitia hii timu. Wewe kama shabiki ongea ingo yako shabiki, kama kiongozi ongea ingo yako viongozi, na kama labda wewe ni msemaji ongea ingo yako ya usemaji. Leo tunaona viongozi, yani mashabiki wengi wa Simba wanayataka sana timu, yani wanataka sana timu kwa sababu tu ya mapenzi yao binafsi. Haya mambo ya viongozi tuachie viongozi. Kama shabiki kupata nafasi ya kuongea, ongea katika ingo ya shabiki. Tuache kuipublish timu. Tunajaribu sisi wenyewe. Model, yani sisi wenyewe tunajaribu, sisi wenyewe ndio sasa nyingine tunajipa kala moto sisi wenyewe, tunajichochea moto sisi wenyewe. Kwa hiyo mashabiki wa Simba, tuongeeni vitu ambavyo vitahusu timu, vitajenga timu. Ama swala kubomoa yawe ya ndani, tuna kikao kikubwa. Kwa hiyo ndio hicho, nashukuru sana. Basi poa poa. Nashukuru sana.